ndani ya kuishi kwao lipo kusudi la Mungu wanalolitukuza. Bwana Yesu atusaidie sana. So ni muhimu sana tukaungana pamoja ili kuhakikisha kwamba silaha zozote za mawakala wa nguvu za giza zilizopandikizwa katika maisha yetu kwa namna moja ama nyingine zinakatiliwa mbali katika jina la Yesu. Kumbuka, furaha ya Mungu wetu ni utukufu wake kuwepo katika maisha ya kwetu, kuwepo kila eneo katika maisha ya kwetu. Kinachomfunua Mungu kwa viwango vya juu katika maisha yetu ni utukufu wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo ya kupasayo kuzingatia ili kuzishinda silaha za mawakala wa nguvu za giza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo ya kuzingatia binafsi na kuna mambo ya kuzingatia katika ibada. Kumbuka, huu ni mwisho wa mwaka na adui huinua kila anachoweza kuinua kwa lengo la kushindana na ule utukufu wa Mungu ambao kimsingi ndio uliobeba matendo yote ya ufalme wa mbinguni. Yesu atusaidie. Kumbuka kwamba sio kila sehemu anakotajwa Mungu kuna utukufu wake, na shetani anachokifanya ni kupambana na kitu chochote kilichoko katika dunia hii kwa lengo la kumtukuza Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Vita vya malango ya kuzimu ni dhidi ya watu wanaoishi ndani ya kuishi kwao lipo kusudi la Mungu wanalolitukuza. Bwana Yesu atusaidie sana. So ni muhimu sana tukaungana pamoja ili kuhakikisha kwamba silaha zozote za mawakala wa nguvu za giza zilizopandikizwa katika maisha yetu kwa namna moja ama nyingine zinakatiliwa mbali katika jina la Yesu. Kumbuka, furaha ya Mungu wetu ni utukufu wake kuwepo katika maisha ya kwetu, kuwepo kila eneo katika maisha ya kwetu. Kinachomfunua Mungu kwa viwango vya juu katika maisha yetu ni utukufu wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo ya kupasayo kuzingatia ili kuzishinda silaha za mawakala wa nguvu za giza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo ya kuzingatia binafsi na kuna mambo ya kuzingatia katika ibada. Kumbuka, huu ni mwisho wa mwaka na adui huinua kila anachoweza kuinua kwa lengo la kushindana na ule utukufu wa Mungu ambao kimsingi ndio uliobeba matendo yote ya ufalme wa mbinguni. Na ni maombi yangu jioni ya leo kwamba kitu chochote ambacho adui kwa namna yoyote ile alipandikiza kwenye maisha yako, alipandikiza kwenye maisha yako. Nikizungumza maisha inamaanisha vitu vingi vilivyotufanya sisi tuwe vile tulivyo, kwamba chochote kile asichokipanda Mungu usikubali kiishi na wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kuna mambo ya kuzingatia ili kuzishinda kirahisi silaha za mawakala wa nguvu za giza. Kumbuka, hakuna wakala wa shetani asiye na silaha ya uharibifu. Maandiko yanasema sifa mojawapo ya ibilisi ni kuharibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Na maandiko yanasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuziharibu kazi za shetani, silaha za adui. Bwana Yesu atusaidie sana.
ili kuzishinda silaha za mawakala wa nguvu za giza. Ninapozungumza silaha za mawakala wa nguvu za giza, ninamaanisha silaha za kichawi, silaha za waganga, na silaha za mawakala wa aina tofauti tofauti zinazokuja kwenye maisha yako kwa lengo la kuondoa utukufu wa Mungu na kuleta uharibifu na uangamifu katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Number 1, ni lazima uhakikishe kwamba nafsi yako ni shirika na Mungu aliye hai. Narudia tena. Ni lazima uhakikishe kwamba nafsi yako ni shirika au ina agano au ina makubaliano na Mungu aliye hai. Bwana Yesu atusaidie sana. Mawakala wa nguvu za giza mara nyingi hutumia historia ya kurithi kwetu. Mara nyingi hutumia historia za laana kufight au kupigana na kile kinachotufanya kuwa bora. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kile kinachotufanya kuwa bora. Nyota ni kile kinachokufanya kuwa bora. Ni kile kinachokutofautisha wewe na watu wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Nyota ni kile kinachokupa sauti kuliko watu wengine. Ni kile kinachokutofautisha kimsemo, kilugha, kimipango, kimawazo na watu wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ndicho ambacho mawakala wa nguvu za giza wamelenga, ni kile kinachokufanya kuwa bora. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni kile kinachokupa sauti zaidi. Ni kile kinachokupa ufahamu zaidi. Ni kile kinachokupa kumbukumbu zaidi. Ni kile kinachokupa mitazamo tofauti tofauti ya maisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila kitu cha hatima yetu Mungu alikwisha tukirimia tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lakini baada ya anguko la mwanadamu katika bustani ya Eden, kila kitu kikawa tofauti. Ndio maana akasema mawakala wa nguvu za giza hutumia historia ya matendo mabaya, ya laana, ya kurithi kushambulia kile kinachotufanya kuwa bora mbele za Mungu. So, number 1, ni lazima ushughulike na hali halisi ya kiuhalisia ndani yako, kuhakikisha kwamba kiuhalisia wewe kama wewe, nafsi yako ina ushirika na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafsi yako ina ushirika na Mungu aliye hai. Damu ya Yesu Kristo, kazi yake kubwa ni kuondoa kile kisichofaa na kukufanya wewe kufaa mbele za Mungu wakati wote. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa lazima uhakikishe, bila kujali nini kimekuzunguka, bila kujali unakabiliana na nini, bila kujali umelemewa kwa kiasi gani, bila kujali una uhitaji kwa kiasi gani, lazima uhakikishe kwamba nafsi yako, moyo wako ni shirika na Mungu aliye hai kikamilifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kumbuka, giza ni silaha ya mawakala wa nguvu za giza. Bwana Yesu atusaidie sana. Mara nyingi wanaokuja kuharibu
wanaokuja kuiba, wanaokuja kutuondoa kwenye ubora wetu, wanatumia sana yale yasiyofaa yanayoishi katika maisha yetu, kwa kuyatoa nje yale yasiyofaa yanayoishi kwenye maisha yako. Ni hatua kubwa ya kuwashinda adui zako. Yeyote anayelengwa na nguvu za giza, yeyote anayelengwa na mawakala wa nguvu za giza, basi ujue kabisa kwa namna moja ama nyingine kuna kilitoko ndani yako ambacho kinatumika kama mira ya uharibifu wa maisha yako. Ndio maana akasema ingawa operesheni hii itaendelea kesho, lakini leo tutaanza pale pale ulipo. Chochote kile ambacho mawakala wa giza, mawakala wachawi, mawakala waganga wanatumia kama sababu, wanatumia kama mira ya kushambulia hatima yako, kiondoke nje in Jesus mighty name. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna adui anayeweza kukufikia isipokuwa kuna silaha ya ufalme wake inayo operate pembeni yako, sehemu liko au ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa jambo la kwanza, ili kuishinda silaha za giza, lazima uhakikishe nafsi yako ni shirika na Mungu aliye hai. Bwana Yesu atusaidie. Kwani kitu pekee chenye nguvu ya kuondoa kisichofaa katika maisha yetu ni ushirika kati yetu na Mungu. Biblia inasema alienda kwa walio wake, walio wake walimkataa, lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa kuna nguvu za adui. Ikiwa adui amewekeza kwenye kizazi ulichotokea, ikiwa adui amewekeza kwenye vinasaba vinavyokutawala, ikiwa adui amewekeza kwenye afya yako, amewekeza kwenye nafsi yako, njia namba moja ya kumshinda ni wewe kukubali kuwa kao takatifu la Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huwezi kumshinda adui, haijalishi wewe ni nani. Huwezi kumshinda adui kama Mungu aliye hai, Mungu mshindi, Mungu mwenye nguvu atatawala ndani yako. Mwanzo wa kila kitu ni yeye aliyeshinda kuwa pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni yeye aliyeshinda uovu, yeye aliyeshinda mabaya, yeye aliyelipa kila tunachodaiwa, kuwa shirika pamoja na sisi. Usijaribu kupigana na silaha za nguvu za giza au za mawakala wa adui kama ushirika kati yako na Mungu, au kama Mungu kishirika hayuko ndani yako. Hakuna namna utashinda. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu ambao wanaombewa, baada ya maombi matatizo yanarudi pale pale. Kuna watu ambao wanaomba, baada ya kumaliza maombi matatizo yanarudi pale pale. Kama ni ndoto mbaya zinaendelea, tena ndio inakuwa mbaya kabisa. Why? Pasipo yeye sisi hatuwezi. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuna adui
Hakuna wakala wa nguvu za giza anayepigana na wewe ambaye hana ushirika na shetani. Ukisikia nguvu za giza au wakala wa giza, maana ni mtu aliyejizabihu kwa shetani ili apate nguvu ya kuja kufight kinyume na wewe. So make sure katika operation hii agano lako na Mungu ni agano thabiti. Huwezi kumshinda adui pasipo patano lako na Mungu kwa imara. Popote unakotaka kushindana na adui, basi lazima umpe Mungu nafasi. Adui anayetawala uchumi huwezi kumshinda mpaka umpe Mungu nafasi kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima umpe Mungu nafasi. Mungu akipewa nafasi, kumbuka atupigani. Tunapiganiwa. Atujitetei, tunatetewa. Atujikomboi, tunakombolewa. Atuwezi, tunawezeshwa. Atujui, tunajulishwa. Wanafunzi wa Yesu baada ya kuona Yesu anamaliza safari, walipata shida kubwa sana kwamba sasa itakuwaje. Yesu akawaambia, nitakapokwenda msaidizi atakuja. Ni lazima mimi niwe kafara ili Roho wa Mungu atawale ndani yenu. Huyo atawasaidia kuomba. Huyo atawasaidia kushinda. Huyo atapigana kwa ajili yenu. So point number 1 ni ushirika kati yetu na Mungu, ili tuwe active, tumshinde adui kirahisi. Ni lazima tuhakikishe Mungu yuko pamoja na sisi. Ni makosa makubwa sana kujaribu kuonyesha movement yoyote ya kiroho pasipo kujenga ngome ya ushirika kati yako na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kati yako na Mungu ni muhimu sana kuzingatia swala la ushirika. Hakuna nabii asiye na ushirika na yeye anayemtumikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Haijalishi kwamba unakabiliwa na nini. Haijalishi kwamba yaliyo mbele yako unayatazamaje. Wakati wote ukihisi hali ya kushindwa au hali ya kukata tamaa, unahitaji kuendelea. Unahitaji kumgeukia Mungu. Palipo na Mungu yote yanawezekana. Mahali popote ambapo Mungu ametawala, moyo wote ambao Mungu ametawala ni moyo ambao lazima ushinde. Ni moyo hodari, ni moyo wenye nguvu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa jambo la kwanza, hakikisha katika hili Mungu yuko pamoja na moyo wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema bali wote waliompokea walipewa nguvu ya kufanyika watoto wa Mungu. Mimi kama wakili wa Mungu na mtumishi wa Bwana, hii ndio njia pekee ya mimi kupigana na kitu chochote kinachokabiliana na maisha yako. Ni lazima uhakikishe
bila kujali kwamba unakabiliwa na nini. Umempa Mungu nafasi. Usipigane vita ambavyo Mungu hapigani. Bwana Yesu atusaidie sana. Agano lako na ushirika na Mungu, mahali popote unapotaka ushindi, ni lazima. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Jambo la pili la kuzingatia, ni lazima uhakikishe kwamba mitazamo yako, nafsi yako, fikra zako zinamtazama Mungu kikamilifu na si vingine. Narudia tena, ni lazima uhakikishe kwamba mtazamo wako, fikra zako, usikifu wako umeuelekeza kwa Mungu kikamilifu na si vingine. Hakuna aliyemwelekea Mungu akabaki vile alivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Nazungumza siri ya kushinda silaha za mawakala wa nguvu za giza. Siri ya tatu ni kuambatana na watu wenye nia njema na wasio na tabia ya kigeugeu. Moja ya kitu ambacho kinawaingiza watu kwenye mikono ya nguvu za giza kirahisi ni kuambatanisha fikra zao, mioyo yao na watu ambao hawana misimamo. Kumbuka Mungu wetu ni Mungu wa haki na ni Mungu mwenye msimamo na ni Mungu mwenye mwelekeo. Mwenye sifa ya kukosa sura isiyoeleweka ni adui. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni adui. Lakini Mungu wetu ana sura. Make sure unabatanisha hali ya moyo wako na mtazamo wako na watu sahihi wenye misimamo. Kwa nini? Adui akikukosa, nisikilize kwa makini sana. Adui akikutafuta akakukosa, atamtumia aina ya mtu uliyempa nafasi kubwa kwenye maisha yako, na si mtu sahihi au ni mtu asiye na msimamo. Bwana Yesu atusaidie sana. So lazima uhakikishe kwamba ndani ya moyo wako, ndani ya dhamira yako, umempa Mungu nafasi, na ili pia umempatanisha moyo wako na watu walio sahihi. Wakati mmoja wana wa Israeli walikosa utetezi kwa Mungu kwa sababu ya aina ya watu waliofanya nao agano. Ninapoongea kuna watu wanatazama, walikuwa wanafanya mambo yao vizuri, ili baada tu ya watu fulani kuja kwenye maisha, kila kitu kikawa tofauti. 99% ya utendaji ya mawakala wa nguvu za giza utenda kazi kupitia watu wasio sahihi walio karibu na sisi. You need to be very careful. Bwana Yesu atusaidie sana. Unahitaji kuwa mwangalifu kuliko kawaida. Haleluya. Hakuna adui anayeweza kukufikia moja kwa moja, isipokuwa kuna kitu kinachompa access kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukaangalia nyumba haina utulivu,
haina amani. Kumbe kuna mtu tu umemkaribisha na yule anatumika kama njia ya wewe kufikiwa. Kumbuka, adui hawezi kukushambulia, hawezi kukuiba, hawezi kukuharibu isipokuwa amekufikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba chochote kilichokuzunguka katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa damu na nyama kiko sahihi mbele za Mungu. Jifunze kumkabidhi Mungu kila mtu uliyempa access ya maisha yako, ili kama si sahihi, basi mkono wa Bwana utumike kuwaweka mbali. Bwana Yesu atusaidie sana, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Wana wa Israeli walilazimika kuwa watumwa, walilazimika kuwa gizani, walilazimika kuzalilika kwa sababu ya aina ya watu waliofanya nao agano kwa njia mbalimbali. Bwana Yesu atusaidie sana. Aina ya watu waliopatana nao baada ya kufika Kanaani. Usoma kitabu cha Waamuzi sura ya 2 utanielewa nazungumza kitu gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio, sisi ni wapatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini tunapokutana na connection yoyote ya mawakala wa nguvu za giza, bila kujalisha ni nani anayetumika, ni lazima silaha za kimungu zipite, tena silaha za moto, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hawa ni watu ambao adui huwatumia kuteketeza ndoto za wengi na kuhakikisha kwamba maisha yako wakati wote upo katika mikono ya adui. Yesu Kristo akupe neema, Yesu Kristo akupe nuru ya kushinda hili katika jina la Yesu. Njia gani? Mkabidhi Mungu kikamilifu chochote au yeyote aliyezunguka maisha yako. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu na ni Mungu asiyeshindwa. Kumbuka, operation ya kutokomeza mawakala wa giza katika maisha yetu imeanza, na tunaanza na maombi pale pale ulipo, pale pale ulipo. Yesu Kristo akutembelee pale pale ulipo. Hakuna mkono wa adui unaoweza kukufikia isipokuwa aidha kipo au yupo aliye ndani mwako, aliye karibu nawe, asiyekuwa sahihi. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu wanaotuzunguka tusiishie tu kwa jua kiroho, kimwili. Tutafute pia kujua hali zao za kiroho zimekaaje. Bwana Yesu atusaidie sana. Tutafute pia kujua sifa zao za kiroho zimekaa vipi. Kumbuka, adui anapopigana kuondoa kile kinachokufanya kwa bora, hawezi kupambana na wewe kama mtu wa kawaida. Wanatumia mbinu za aina mbalimbali. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wakati tunakwenda kuomba, hakikisha kwamba umemkabidhi Mungu yeyote yule ambaye umempa nafasi kwenye maisha, umempa nafasi kwenye uchumi wako, umempa nafasi kwenye mikakati yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima umkabidhi Mungu, naye atathibitisha kila kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Maandiko inasema adui namba moja wa mtu ni wa nyumbani kwake. Kwa kile kilicho karibu yako, kilicho kuzunguka, kinaweza kuamua kwamba uweje. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ili kuishinda silaha za nguvu za giza, ni lazima ujiulize kabla hujaingia kwenye maombi, kabla hujashughulika na masuala ya kiroho, ninacho nini ndani yangu
Nani aliyenizunguka? Who is around me? Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu wetu ni Mungu Our God mwaminifu are faithful. na ni Mungu aliyetosheka. He is sufficient. Mengine yote All other tutashindana nayo kiuhalisia. fight them in reality. Haleluya. Hallelujah. Tutashindana nayo kwa neema Fight them by grace tuliyokirimiwa na Mungu, given unto us, bila kujali wala kuogopa kitu chochote kile. anything. Mungu wetu ni mtetezi na Mungu wetu ni Mungu And our God mwaminifu. are faithful. Anachohitaji All we need kuliko kitu chochote more than ni anything nafasi kubwa is a great ya yeye kutawala ndani yako. be